wanatakiwa kutemwa. Kwa nini wanatakiwa kutemwa? Kwa sababu hawajaonyesha ubora. Mchezaji wa kwanza kabisa ambaye anatakiwa kuachwa na klabu hiyo ni Yao Kwasi Atola. Huyu ni aina ya mchezaji ambaye amekuwa na majeraha ya mara kwa mara. Amekuwa na majeraha ya mara kwa mara kwa sababu ya kutumika sana, pamoja na kwamba eneo lake kumekuwa na baadhi ya maingizo ya wachezaji akiwemo Dickson na mwingine ana play pande huo, lakini pia kuna Israel na mwingine anapenda na play patio, lakini kwa namna ambavyo amekuwa na mchezaji wa injury anatakiwa kuondoka kwenye kikosi. Mara ya mwisho tumemshuhudia in the last January, lakini mpaka muda huu bado hajarudi kwenye timu. Mchango wake kwenye timu ni mdogo sana. Kama management yake itakaa vizuri, inatakiwa kumuondosha kwenye kikosi ili waangalie kumpata mchezaji mwingine namba 2 kwa ajili ya mashindano makubwa ya kimataifa, hususan Champions League. Ukimwacha mchezaji huyo, mchezaji mwingine ambaye kikosi cha Yanga kinatakiwa kumwacha ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Ni mchezaji ambaye unazungumza ni mchezaji mzigo kwenye klabu, kwa sababu kwenye mechi zote za muhimu huwezi kumuona kwenye timu, lakini kwenye mechi zote za muhimu huwezi kumuona akiwa ameanzishwa. Hii ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaweza likawa linaifanya timu kutokuwa na ubora mkubwa. Sasa kwenye scenario ya namna hiyo, Yanga anatakiwa kumwacha kwa sababu si aina ya beki ambaye kwa mabeki wa Yanga anaweza akawa anaanza. Yanga wana Baka, Yanga wana kimwacha Baka, wana kijana kutoka Morogoro Dickson Job. Hawa ndio mabeki wazao ambao wana namba, hawezi kuwatoa, na hata kama angekuwa kwenye kiwango gani bado hawezi kupata namba kwa wachezaji hao. Kama Yanga itahitaji beki basi wa kimataifa, lakini sio mzao. Mchezaji wa pili wa tatu ambaye Yanga anatakiwa kumwacha ni Jonas Gerald Mkude. Mkude ni mchezaji ambaye anatakiwa kuangalia consistency yake kwenye klabu, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye ni kama Rose. Kwa nini hatumiki zaidi? Mechi pekee ambayo alifanya vizuri ni mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns ambao Yanga waliondoshwa kwenye hatua kubwa kabisa ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini kwa sasa ana ubora huu. Mchezaji wa 4 ni Faridi Musa Maliki. Yeye mchezaji ambaye bado ubora wake umekuwa sio wa kawaida, sio mkubwa, anatakiwa kuacha kwenye kikosi. Mchezaji mwingine ni Shwaboi. Yeye mchezaji ambaye kwenye kikosi anatakiwa kuacha kwa sababu huyu anaonekana pia mchango wake ni mdogo na anaweza akawa na mchezaji ambaye anaashiria kuelekea kwenye mzee. Mchezaji mwingine ambaye anatakiwa kuachwa msimu ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Pia yeye mchezaji ambaye alikuwa godfather akiwa Simba, lakini mchango wake akiwa na Dar es Salaam Young Africans umekuwa ni mdogo. Mara kadhaa tumemwona Chama anaachwa kwanza kwenye kikosi cha kwanza, ili hali kuna baadhi ya wachezaji wazuri ambao wako benchi kama Stefan Azizi ama Pacome Zouzoua, lakini yeye anashindwa kuanza. Kwa hiyo ina wachezaji ambao klabu ya Dar es Salaam Young Africans inatakiwa kuacha, na mchezaji wa mwisho ni Kennedy Msonda ambaye kikosi kinatakiwa kuangalia mchezaji mwingine ambaye atakuwa ni bora. Hao ni aina wachezaji ambao msimu wa mwaka 2025-26 Dar es Salaam Young Africans inatakiwa kuachana nao.